Ndugu zangu wa Tanzania, naomba niwasalimie na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo. Hamjambo, natumai mzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Penye imefika habari ambazo zinatufikia katika meza yetu ya habari, ni wazi kwamba kuna uvamizi mkubwa ambao umeshuhudiwa kwa kanisa la Katoliki nchini Tanzania. Na vile tunachanganua kwa undani, serikali ya sasa ambayo inaongozwa na Samia Suluhu Hassan imeonekana kuvamia kanisa hilo kwa kile ambacho kiliweza kushuhudiwa jana katika ofisi za ubalozi za Vatican nchini Tanzania. Ni kipi hiki ambacho kimefanyika? Vile unavyotazama hewani, ni wazi kwamba chapisho hili linatuelezea kwa kusema ya kwamba Wakatholiki waandamana kumshitaki Kitima. Kuna maandamano yaliweza kupangwa ambayo yaliweza kulipwa na watu fulani ili kuchafua majina ya viongozi wa makanisa haswa Katoliki nchini Tanzania. Nitakueleza kwa undani uvamizi huu ni upi. Maandamano haya yaliweza kushuhudiwa huku baadhi ya viongozi wa kanisa la Kikatoliki wakipingwa kufuatia matamshi ambayo wamekuwa wakitoa hasa kwa serikali ya sasa ya Samia Suluhu Hassan. Na viongozi hao, mmoja anaitwa Jude Thaddeus Ruwaichi, huyu ni askofu mkuu jimbo la Dar es Salaam. Mwingine anaitwa Padri Charles Kitima ambaye ni katibu wa baraza la maaskofu Tanzania. Naomba tukaweze kusoma chapisho hili kwa sababu litaunda msingi hasa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumzia kwa kanda hii, na tunaenda kuzungumza mengi. Kulingana na chapisho hili, limeweza kuripoti na kusema ya kwamba kundi la waumini wa kanisa Katoliki linalokadiriwa kufikia watu 100 leo Januari 5, 2026 limefika katika ubalozi wa Vatican nchini Tanzania kuwasilisha barua rasmi ya malalamiko dhidi ya viongozi wawili waandamizi wa kanisa hilo. Malalamiko hayo yanawalenga askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam Jude Thaddeus Ruwaichi pamoja na katibu mkuu wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania TEC Padri Daktari Charles Kitima. Hatua hiyo imekuja kufuatia kutoridhishwa kwa baadhi ya waumini na maudhui ya mahubiri yaliyotolewa na Kardinali Ruwaichi wakati wa misa ya Christmas Disemba 25 mwaka 2025. Waumini hao wanadai kuwa lugha iliyotumika madhabahuni ilikuwa ya mwelekeo wa ukali, vitisho na hukumu badala ya kutoa faraja na mafundisho ya upendo. Walilalamika kuwa mimbari imetumika kushambulia waumini waliokuwa wamewasilisha hoja zao kwa balozi wa Vatican hapo awali, jambo ambalo wanadai linakiuka misingi ya kiuchungaji na heshima ya waumini ndani ya kanisa. Malalamiko hayo yanamhusisha pia Padri Daktari Charles Kitima ambaye anadaiwa na kundi hilo la waumini kukiuka misingi ya utumishi wake kwa kujiingiza katika masuala ya kisiasa. Sasa vile tumesoma, kuna kundi fulani la watu 100 ambao wanadaiwa kuwa ni Wakristo wa kanisa la Kikatoliki waliandamana kuelekea ofisi za ubalozi Vatican nchini Tanzania kulalamikia viongozi hao wawili Ruwaichi na Charles Kitima kwamba wamekiuka
maadili ya kanisa la Kikatoliki. Nataka sasa tuchanganue kwa undani. Je, maandamano haya yalikuwa ya ukweli? Sioni kama yalikuwa ya ukweli, kwa sababu viongozi hawa wamekuwa katika mstari wa mbele kulaumu serikali ya sasa ambayo inaongozwa na Samia Suluhu Hassan kwa kukemea mambo ya utekaji nyara, kuitisha uwajibikaji na uwazi na haki kutendeka, haswa kwa wale ambao waliweza kupoteza wenzao na haswa wale ambao waliweza kujeruhiwa kufuatia maandamano ya 29 Oktoba mwaka jana wakati wa uchaguzi nchini Tanzania. Sasa huenda hawa watu waliweza kulipwa ili kuivamia kanisa la Kikatoliki kupitia viongozi hawa wawili, ili kuhakikisha ya kwamba wamepata njia ya kunyamazisha viongozi hawa kuendelea kuilaumu, kuishambulia, kuiambia ukweli halisi wa mambo serikali ya Samia Suluhu Hassan wakati inaenda kombo, haswa kwa masuala fiche ambayo ni muhimu nchini Tanzania. Hawa watu inadaiwa kwamba waliweza kulipwa ili kuchafua majina ya viongozi hawa wawili, ili waweze hata kuondolewa kutoka nyadhifa zile ambazo wanashikilia. Kwa hivyo ni vita kali kati ya serikali ya Samia Suluhu Hassan ambayo imeonekana dhidi ya viongozi hawa wawili wa kanisa la Kikatoliki, kwa sababu wamekuwa mstari wa mbele kuishambulia na kuiomba serikali ya Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba kuna uwazi, uwajibikaji na haki kutendeka na demokrasia kuzingatiwa nchini Tanzania. Sasa wamefikiwa baada ya watu wachache 100 tu kuandamana kuelekea ofisi za ubalozi nchini Tanzania za Vatican kulaumu viongozi hawa kwamba wanahusisha masuala ya siasa katika misa zile ambazo ama ibada zile ambazo wanaendesha katika makanisa mbalimbali nchini Tanzania. Kwa hivyo ni mbinu inatafutwa ili kunyamazisha viongozi hawa wawili, kuiambia ukweli serikali ya Samia Suluhu Hassan. Na kulikuwa na madai hapo mbeleni kwamba makamu wa rais ambaye ni Emmanuel Nchimbi ambaye ni Mkatoliki, kulikuwa na madai kwamba kuna tofauti kati yake na rais wa sasa Samia Suluhu Hassan. Ingawa jambo hilo halikuenea sana, lakini kulikuwa na madai hapa na pale kwamba kuna tofauti kati ya viongozi hao wa awili. Kwa hivyo ni vita tu vya kisiasa ambavyo vinaendelea kushuhudiwa, ukionekana unaiambia serikali ukweli halisi wa mambo, unatafutiwa mbinu ya kung'olewa ili kunyamazishwa kuendelea kuzungumza ukweli halisi wa mambo. What do you think? Je, wewe unaamini maandamano haya ya watu 100 kulalamikia viongozi wa kanisa la Kikatoliki yalikuwa ya ukweli ama ni watu waliweza kulipwa? Utaendelea katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed, na kuomba tu ikiwa hauja subscribe katika channel yetu ya Mkenya TV, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao wetu wa Mkenya TV. Kuna link ya kanda hii isambaze kuelekea group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.